Afisa tumia elimu yako. Mtazamaji, tupo hapa tunaripoti tukio ambalo limetokea eneo hili kuhusu vita kati ya madereva na TANROADS ambao wako maeneo haya, na sisi tunaripoti kila kitu ambacho kipo maeneo haya na tunarekodi kila kitu ambacho kinaendelea. Endelea kuangalia kila kitu kinaendelea katika maeneo haya na TANROADS. Serikali haina ubaya. Serikali kuosha serikali ina ubaya. Watu ndio wana ubaya. Serikali ina ubaya gani sasa? Hao ndio wanaojifanya maofisa hao. Serikali unaleta doa kwa serikali bure kwa mtu kama huyo mmoja. Bwana, kushukuru sana. Mtazamaji, na ripoti moja kwa moja nikiwa barabara ya Mandela Road, na hapa kumetokea sintofahamu kati ya madereva na TANROADS ambao tupo maeneo la tukio hapa. Labda niweze kuzungumza na washahidi na mashuhuda ambao wapo katika eneo hilo, watuambie chanzo ni nini mpaka kufikia eneo hili. Ndugu yangu, mambo vipi? Nani? Mambo vipi? Nikuelezea chochote kwa sababu wanatusumbua sana. Shida ni nini mpaka imekuwa hivi? Mtanieleza shida. Ndio shida hapa. Tuambie bwana, shida ni nini hapa? Hapa tuambie shida ni nini hapa? Naam. Yaani kama gari kwa inaingia sheli sawa? Baada ya kuingia sheli gari wao mmoja mpiga pini. Umeona? Na wameshazoea kiufupi yani. Wameambia shida ni nini sasa mpaka waje kupiga pini? Yaani wao wanadai kama gari zisikae mbele road. Zisikae pembeni. Umeona? Kwa hiyo gari kikaa pembeni wenyewe wanakuja wanapiga pini. Haupo dereva anakuja anapiga nani cheni, wanaondoka nayo. Umeona kitu kama hicho? Kwa hiyo dakika za mwisho Unajua kibinadamu mtu anakuja. Dereva yuko mbele gari. Bwana dereva, mimi hapa sawa. Toa gari. Sasa kama nimekaidi ndio wachukue gari ivute, lakini mtu yuko hapo na sijakaidi kutoa gari. Wanachukua gari wanakuivuta, kwani ndio binadamu huo? Dereva kakosa nini dereva? Dereva kakosa kitu gani dereva? Mbona kila kitu dereva? Amepaki gari kambili uko sheli. Sawa? Ndio wanakuja, unaambia hata kumuuliza hajamuuliza, wanafungua namba watakondoka na gari. Kweli? Utaratibu upo kwa siku zote au leo tu ndio umeanza? Kila siku wanachimbika. Fanya kila siku. Yaani ni kila siku. Yaani kuanzia asubuhi hapa. Mtu kakaa dakika mbili nyingi. Wanakuja wanatia cheni. Sasa hivi imeroga gari pale. Ngambo pale sasa hivi imevuja sasa hivi. Dakika 10 nyingi ile unavuta na nayo. Kwa sasa gari hii umechukua nini? Umechukua kwenye gari hii sasa. Hii kuna gari hapa hii. Hii sijajua. Hii sijajua. Tuambie bwana, wewe ulikuwepo maeneo haya ndugu yangu. Njoo tuzungumze. Tunazungumza. Tuzungumze ndugu yangu. Mambo vipi? Safi kwema. Tuambie, tukio limetokea hapa ukiwa kama shuhuda. Ndio, ni nini hasa nimerekodi, sio shuhuda na nayo rekodaje. Chanzo cha tukio ni nini? Umeona mwenye gari kubwa? Sahihi. Umeona mwenye gari kubwa? Alikuwa akapaki pale. Hebu angalizia pale. Hajapaki yani, kakaa ndani ya gari dakika kama 15 au 5 tuseme. Hao wamekuja wamemwambia kwamba amepaka long sight, wakatoa plate number. Yaani amepaki sehemu ambayo sio sahihi. Sio sahihi. Kwa maana yake wakatoa nini? Plate number. Huyu akawa anarudi reverse. Umeona hiyo gari ilivyo? Ndio. Ili afanyaje? Aondoke awafuate, amesema ofisini kwao pale. Sasa kadi anavorudi nyuma, hii gari inamfuata. Hebu njoo kwanza uone. Njoo na mimi, njoo na kamera, Hapa tunataka tupate ushahidi wa kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Naam. Cameraman tuonyeshe hapa, Cameraman nionyesha. Hii ndio imemgonga huyu kwa sababu huyu alikuwa anarudi reverse. Tusogee kidogo gari. Cameraman tuonyeshe kila kitu kinachoonekana hapa. Hii ni gari ambayo vimegongana uso kwa uso. Ukiangalia kati ya gari ndogo na gari kubwa hii hapa. Kwa hiyo tupo hapa. Tuambie, njoo tuzungumze. Baada ya hivyo, hii gari huyu alikuwa anarudi nyuma ili aende awafuate. Na hapo kumbuka washachukua plate number. Huyu anamfuata mbele kwamba kumzuia. Yes, sahihi kabisa. Kadi anavorudi nyuma apate nafasi aingie hivi, anamfuata. Na dereva yenyewe yuko wapi? Yule kule, dereva yule kule. Tutazungumza naye pia. Yule kule. Wewe umuone yule ndio dereva bonge yule. Sasa raia wamechukia kitendo. Sahihi. Sasa kila siku plate number inatakiwa ukitolewa plate number inatakiwa kuna matope bwana. Tunauliza swali, ukitolewa plate number ulisiki kupaki gari vizuri au ukiisha tolewa plate number lazima gari lije livutwe? Kwa sababu hii gari imetolewa plate number afu bado wanaibloko na wameigonga. Na utaratibu nini hamjaridhishwa nao? Wa serikali. Hamjaridhishwa na utaratibu pia. Utaratibu hamjaridhishwa nao. Utaratibu ni mbovu kwa sababu sasa hivi imekuwa ni kila siku ndio tabia yao. Kila siku. Wito wako sasa ni upi kwa serikali? Ndio tunataka kwa serikali tujue, huu ndio utaratibu. Bora muweke watu wao wanalipa.
wanajua wanapaki wapi. Sawa. Hapo kuna lingine. Kuna madada wanapita. Muona zile zinapaki pale. Sawa. Kamata. Sasa yake nini? Pale zinakopaki. Tupate picha ambayo ni nzuri ionekane vizuri. Kamera unanipata vizuri hapo? Na mtuambie. Pale hizi parking. Hizi gari huwa zinapaki hapa. Hata mimi gari yangu kuna gari nayoendesha mimi huwa imeshakuja ikatolewa plate number. Lakini utaratibu wao wakija wanatoa plate number. Baada ya kutoa plate number maana yake wao utawafuata wenyewe kule. Sawa? Sasa hii gari pale ilipopaki tayari walishakuja akatoa plate number. Kama ametoa plate number bado vile hakulizika, itabidi achukue tena askari anataka kupanda kwenye hii gari. Sasa huyu dereva anasema kwamba plate number umeshatoa, kuna haja gani tena mimi kupanda kwenye gari tuondoke twende wapi wakati plate number ushatoa, nitakufuata mimi mwenyewe wapi? Ofisini kwako. Na askari nani amewapigia kufika hapa? Na askari wenyewe nao wako hapa. Pamoja na wa nini? Wa TANROADS. Sasa wakati anachukua kidogo anarudi nyuma. Huyu mwenye gari ndogo wa TANROADS anazidi kumziba. Sasa hii gari ni kubwa. Baada ya hii gari inavyozidi kurudi nyuma ikaingia barabarani kama unavyoona imeziba mpaka njia. Sasa wakati anarudi hapa, hii hapa ni eneo chafu. Ile eneo ni sio zuri. Ina maana kwenye kubalance na huyu naye kwenye kubalance kwa ajili ya kumblock huyu akaja akamgonga hapo, ikatokea kugongana hapo. Sasa wito wako ni upi kwa mamlaka husika, kwa serikali hususan? Wangu mimi kwanza watafute nafasi. Unajua shida inayokuja hapa mjini hapa, naona kuna shida ambayo ninayoiona mimi iko kwa serikali ambao wanashindwa kufahamu haraka nini watatue tatizo. Hili tatizo kubwa mimi ninaloliona, kulikuwa hakuna haja hata haya magari kuwapo hapa Dar es Salaam. Sijui umeelewa vizuri. Magari kama haya ya mizigo ingetakiwa moja kwa moja itengenezwe bandari kubwa sana, kubwa mno, itengenezwe Morogoro. Morogoro pale ndio kitovu pale, unaingia Rwanda, pale unaingia Uganda, pale unaingia Kongo, unapita pale Rwanda, Zambia, unapita pale, ina maana nchi zote zaidi unapita pale. Pale kulikuwa na uwezekano wa kujenga hii bandari kubwa mno ya serikali, ambayo kazi yao ni kwamba mtu anayetoka na makopa kutoka Kongo, anayetoka na mizigo kutoka Kongo, wanafikishia Morogoro. Ukifika Morogoro pale, mizigo ya kwenda Kongo, Zambia inachukuliwa kwenye treni, inaletwa pale, inachukua kopa inaletwa huku. Ina maana haya magari yalikuwa haina sababu ya kuja huku. Kwa maana hiyo, kwa wewe TANROADS wana tabu, wana shida kwenu hasa madereva? Kwa ujumla TANROADS wao wanafanya kazi yao. Kazi yao wanayoifanya ni kwamba si kwamba labda kwa wagubuzi watu, wanazungumza wao, wanafanya kwenye nafasi yao, kwenye nafasi ya barabara yao. Lakini je, waangalie hii barabara wanayoifanyia wao kazi kuna kazi ya kiasi gani? Kwanza waitafute kiini. Lakini hiyo anachokifanya ni kama vile tunakuwa kama vile tuko kwenye hali ya utumwa, wakati sio utumwa. Sisi ni nchi huru, lakini wao wanatakiwa kwanza tafute kiini ni nini. Alafu baada ya kiini wakirekebishe, haya mambo yote asingeweza kujitokeza haya. Bwana nikushukuru. Naitwa nani kwa majina yako? Mimi naitwa Juma Mohamed. Mkazi wa hapa? No, mimi ni mkazi wa Morogoro, lakini hapa nipo kikazi zaidi. Shukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, tupo hapa kuweza kupata pia mawaidha mawili matatu kutoka kwa madereva ambao wapo eneo hili la tukio ambalo kumetokea sintofahamu kati ya gari kubwa na gari hii ndogo ambao inahusikana ni gari ya TANROADS ambao wamekuja kuzua taharuki ambayo iko maeneo haya. Sisi tuko hapa kuweza kukuletea kila kitu ambacho kinaendelea kutoka hapa. Kumbuka hii ni barabara inayounganisha Buguruni na Mandela Road. Natoka wakala wa barabara mkoa wa Dar es Salaam. Umeona? Sasa taongea nini hapa? Haina shida. Umenielewa? Kilichotokea sasa hivi tunafanya operation ya long parking. Tumeikuta hii gari imepaki hapo pale, ilikuwa imepaki pale pembeni ya zile gari, haina dereva. Kwa tulipofika, baada ya kuonekana tumefika, dereva akatokea alikotoka akaja. Tukamuuliza kwa nini umepaki gari, anasema sijapaki. Umeona, kamuuliza sasa unasema hujapaki na gari umezima. Utaratibu wa kupaki gari upoje? Yaani mtu hatakiwi kupaki kwenye eneo la reserve ya barabara. Gari umeikuta ipo sehemu gani? Kwenye reserve ya barabara. Na tukatoa maelekezo askari wa usalama wa barabarani apande na hiyo gari waelekee ofisi ya TANROADS. Umeelewa? Kwa hiyo jamaa ndo akaanza kukataa hiyo amri, kama anataka kutorosha gari. Kwa kila alipokuwa akirudi nyuma, gari ya TANROADS ikawa inamsogelea mbele asikimbie, ndo akaigonga. Ndio gari gani ambayo ile uliyoikuta na hii gari ile ndogo ile ni gari ya TANROADS. Ambaye wewe ni nani? Mimi ni afisa wa TANROADS. Ambao unahusika pia na masuala ya parking. Na long parking. Na ndio tuko katika operation ya long parking.
Hii gari umeipata ikiwa imepaki eneo gani hii gari? Hapa, hiyo gari kubwa imepaki hapo kwenye eneo la sheli mbele kwenye eneo la reserve ya barabara. Taarifa ambayo nimeipata mimi nasema kwamba gari ilikuwa imepaki kwa ajili ya kuingia sheli. Sawa, lakini ikiwa gari inataka kupata huduma yoyote inatakiwa ipaki katika eneo lisilo stahili kupaki. Haitakiwi kupaki eneo ambalo stahili kupaki, haitakiwi atafute sehemu ya kupaki ambayo anahitajika kupaki, apate huduma anazohitaji. Nadhani kwa nini wananchi wanakuwa wanalalamikia TANROADS hasa nyinyi? Kwa nini shida inakuwa kwenu mmechoka na nini? Hiyo tatizo lililopo kubwa ni kwamba watu hawana elimu juu ya reserve za barabara na matumizi yake. Tunafanyaje sisi wapate elimu? Ndio maana tunatoa elimu na tumeweka mabango. Wewe elimu yako unamwambia mgonge hapo. Siongei na wewe. Unachokitaka kushiriki bwana. Yaani unachokitaka nani ameshiriki? Sikiliza. Unajua umenipiga pale. Sikia. Blaza. Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Sikiliza nikwambie haya maisha. Kila kitu. Acha bwana. Tunazungumza. Shauri yako. Yaani usinione hivyo. Umwambie mtu amgonge mtu. Wewe ndio umemwambia mgonge yule. Kidogo. Hayo maneno yako sasa. Mimi wewe sasa. Ni mimi ni wewe. Bwana tuambie sasa mnafanya jitihada gani? Sikiliza nikwambie. Tunashindana mahojiano. Nafanya kazi yangu. Ana mahojiano huyu anakudanganya. Yangu. Tuambie. Zungumza nao. Ngoja. Afisa utumie elimu yako. Mtazamaji, tupo hapa tunaripoti tukio ambalo limetokea eneo hili kuhusu vita kati ya madereva na TANROADS ambao wako maeneo haya, na sisi tunaripoti kila kitu ambacho kipo maeneo haya na tunarekodi kila kitu ambacho kinaendelea. Endelea kuangalia kila kitu kinaendelea katika maeneo haya na TANROADS. Serikali haina ubaya. Serikali kuoshaona serikali ina ubaya. Watu ndio wana ubaya. Serikali ina ubaya gani sasa? Hao ndio wanaojifanya maofisa hao. Serikali unaleta doa kwa serikali bure kwa mtu kama huyo mmoja. Bwana kushukuru sana. Njoo tuzungumze hapa. Nipo kazini. Rekodi kadi, George rekodi. Bwana tuambie. Usitoe gari. Fanya kazi, nipo kazini. Naweza kufanya kazi. Haya mmoja. Fanya kazi. Bwana tuambie tukio hili limetokeaje na likoje? Tuambie kila kitu. Tuzungumze. Gari yako hapa. Wametoa plate number, waambie tukio limeanzaje na nini kinafanyika hasa kufanya hili? Moto nimefika. Jina lako naitwa nani? Naitwa Rashidi Juma Rashidi. Nimefika hapo karibia kama dakika 10 hivi hazikupita. Wao ndo wakaja wakati mimi nimeenda msalani. Nafika napanda kwenye gari na washa, akaniita kuna blaza mmoja bwana njoo, changamoto vipi? Nikamuelezea pale, akanambia gari ivute kuja mbele. Narudi nyuma ili nipaki gari vizuri, wao ndo wananifuata mpaka kupelekea kublock njia na mzozo wote huo. Ila changamoto ambayo wanaodai wao ni long parking ambayo haijachukua hata dakika 10. Tukio mpaka linaanza lilikuwaje? Yaani zungumze, ukiangalia kamera ile pale tunazungumza, ongea kila kitu ambacho kimetokea eneo hili. Yaani kwa changamoto hapo nimepaki karibia yani dakika 10 hazikupita tokea nimepaki. Wao ndo wakaja. Baada wao kufika mimi nipo kwenye gari. Nilikuwa nishawasha gari, wao wakaniita bwana njoo, nikashuka nikaenda kusikiliza. Ivute gari ije hapa mbele. Sasa katika kugeuza pale ili kuitoa gari narudisha nyuma, wao ndo wakaanza kuisogelea gari. Yaani kila nikirudi nyuma wananisogelea ili nikose nafasi hata. Maana wanakuziba. Wananiziba yani. Mpaka kupelekea mzozo ukafunga njia na wao ndo wakaja wakagonga hapa. Watu wa TANROADS wakaja kugonga kwa nyuma. Wakagonga hapa kwa mbele. Sasa wito wako ni upi kwa tukio ambalo limetokea kwa hapa, na unawaambia nini mamlaka husika, kwa maana serikali na pia TANROADS wenyewe unawaambia nini? Sasa kwa hii inakuwa changamoto kwa sababu mtu anaweza akapelekea hata akaumwa kwa dakika kadhaa akaja kumkuta kama haya. Yaani kitendo cha kusimama ili aangalie jinsi ya kupata unafuu ndio inakuwa changamoto kama hizi. Utaratibu wa kupaki kwenu madereva upo sawa au upo sawa? Kwa utaratibu wa kupaki upo sawa au haupo sawa, hapo ndio inakuwa changamoto. Siwezi nikajua. Upoje kwa wewe ni dereva, upoje utaratibu wa kupaki magari? Utaratibu wa kupaki magari labda kama mfano kama kwenye yadi au humu kwa barabarani. Barabarani kwenye yadi. Tuzungumzie barabarani hapa. Barabarani unaweza ukapaki ila isizidi zaidi ya muda kadhaa hivi. Ambao labda kama unaweza ukapata emergency sawa. Wamekuambia uingie kwenye gari. Hii gari unaipeleka wapi? Gari naipeleka TANROADS pale, wamesema nipeleke katika ofisi yao. Alafu nini kinafuata baada ya hapo? Baada hapo kinachofuata ni faini, kwa sababu unaona kama hapa plate number washatoa, sasa gari itatembea. Wao wenyewe ndio watakavyoamua au kama wataongea na uongozi ili wafikie muafaka sawa. Bwana kushukuru sana. Shukrani.